warafiki zetu kutoka Sakina SDA Church, karibuni sana na Mungu awabariki. Nyosheni mikono tafadhali popote mlipo. Okay, asante sana. Lakini pia nitambue uwepo wa viongozi kutoka Wizara ya Afya, sehemu ambayo mama yetu huyu aliwahi kufanyia kazi hapo. Tafadhali mnaweza mkanyosha mikono kupunga kuashiria uwepo wenu. Wizara ya Afya fanya kazi, asante. Lakini pia uwepo wa viongozi kutoka ofisi ya hazina, tafadhali naomba mweze kunyosha mikono juu kuonesha uwepo wenu. Hazina, asante. Lakini pia ninatambua uwepo wa marafiki zetu ambapo mama yetu huyu ndipo ambapo alikuwa akifanya kazi currently, ofisi za TMA, tafadhali nyosha mikono yenu pote mlipo. Okay, asanteni sana na poleni sana kwa msiba huu. Lakini pia ninatambua uwepo wa marafiki wa marehemu, wale ambao walisoma nao Jangwani Girls, tafadhali wana Jangwani Girls nyosha mikono yenu, asanteni sana na karibuni sana. Natambua uwepo wa majasiri popote mlipo, tafadhali mpunge mikono, karibuni sana na poleni sana kupoteza jasiri mwenzenu. Mabibi na mabwana, ndugu zangu waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato, niweze kutumia fursa hii kwa ajili ya kuweza kuwakaribisha wale marafiki zetu wachache kwa ajili ya kuweza kuja kutoa salamu zao za pole, na bila kupoteza muda, kundi la kwanza niweze kuwaleta hapa kwenu majasiri ama wajasiri. Karibuni sana kwa ajili ya salamu za pole. Majasiri tafadhali karibuni, na mara baada ya majasiri watakaofuata ni Jangwani. Jangwani Girls, tafadhali mjiandae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Niliyesimama hapa ni mwakilishi wa majasiri. Majasiri ni waliofiwa na waume zao, walea pweke na wagane. Kwa hiyo nimesimama hapa kwa niaba ya wenzangu, ni kuwakilisha wenzangu kutoka kanda ya Dodoma, kutoka Majasiri Taifa, na mkurugenzi wetu ni mchungaji Mama Neema Tuvako. Kwa hiyo nimewakilisha majasiri wote kwa ajili ya kuweza kutoa salamu za rambirambi kwa dada yetu Helen Saria Mwakipunda. Alikuwa ni mwanachama mwenzetu katika hili kundi la majasiri. Tunasikitika kwa kumpoteza dada yetu, tulikuwa naye katika umoja wetu tukishirikiana naye vizuri. Salamu za rambirambi na pole yetu tutakuja kuitoa pindi watoto watakapokuwa wamerudi kutoka kuzika. Asanteni sana. Asante sana na poleni sana majasiri. Lakini majasiri napenda na makundi mengine muweze kutambua kundi letu la muhimu sana katika siku ya leo, nao ni wale wafiwa. Tafadhali wafiwa wenyewe wameketi mkono wangu wa kuume, kwa basi tutambue uwepo wao hapo. Wengine wataendelea kutambulisha polepole na viongozi wetu watakwenda kusimamia ibada. Jangwani Girls, tafadhali karibuni hapa kwa ajili ya kuweza kutoa salamu za pole. Mara baada ya Jangwani Girls, hawa ni wale waliowahi kusoma Jangwani Girls, kwa ni ex Jangwani Girls students. Poleni sana kwa kumpoteza rafiki yenu kipenzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa niaba ya grupu la wanajangwani, tulikutana na Helen mwaka 1984 Julai, tukiwa form 5. Tumemaliza naye Juni 1986.
hili ni sehemu tu ya kundi hilo. Tumekuwa na Heleni wakati wote katika grupu letu, lakini pia tunashukuru tulipata nafasi ya kuwa naye hata alivyokuwa anaumwa, na kwa sasa rambirambi yetu tumetuma kwenye akaunti ya binti kama ambavyo tulikuwa tumeelekeza. Asante sana, Mungu awabariki sana sana. Poleni. Asante, poleni nanyi pia kwa msiba huu mzito kwenu. Mwana Jangwani huyu sijui alikuwa Montracy, sijaelewa, lakini miaka aliyotaja hapo wakati anasoma toka wanaanza form 5 mpaka wanamaliza form 6, kuna wengine tulikuwa bado hatujafikiriwa kuzaliwa. Asante mama. Baada ya Jangwani Girls niweze kuwaleta, nisema atakao kuja hapa sasa si wengine bali ni wanawake wa Adventista kanda ya Dodoma. Wanawake wa Adventista kanda ya Dodoma. Na mara baada ya wanawake wa Adventista kanda ya Dodoma, naomba Sakina SDA mjiandae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo analolitenda, kwa sababu maisha yetu yako mikononi mwake. Tulimpenda Mama Helen, na tarehe 2 mwezi wa 3 wakina mama wote wa kanda hii ya Dodoma tulikutana kwa maombi, na tuliomba sana kwa ajili ya Helen na tuliendelea kumwombea. Lakini kwa sababu tunamwamini Mungu, tunaamini liko tumaini baada ya maisha haya. Mama mwema huyu ambaye Mungu ameruhusu alale, tunaamini siku moja tutakutana naye mbinguni kama tukiwa waaminifu. Na sisi kama wakina mama wa kanda tunawakilisha rambirambi zetu, lakini tukitoa pole sana kwa ajili ya familia, watoto Gwantwa pamoja na mdogo wako. Mshikeni Yesu, yeye ndio kimbilio letu wakati wote. Mbarikiwe sana. Amina. Pole sana mama na dada, pole sana. Wakati wanafanya makabidhiano hayo, basi niweze kuomba Sakina SDA tafadhali, na atakayekuja hapa, ndugu zangu waumini kwa wasio waumini, huyu ni mwazini wa kanisa, ndiye atakayeweza kuwasilisha salamu za pole. Ataambatana pamoja na wale ambao wako pamoja. Wakati Sakina SDA wanakuja, tafadhali naomba Majilani Ilazo mjiandae. Bwana Yesu asifiwe. Familia poleni, ndugu jamaa marafiki tunawapa pole kwa niaba ya kanisa la Sakina anakosali Gwantwa. Sisi ni miongoni mwa marafiki zake tunaosali naye pale Sakina. Pia tumeambatana pamoja na wanakwaya wenzake kule Sakina Gwantwa, anaimba kwaya ya kanisa Sakina. Kwa hiyo tumekuja kumpa pole. Sisi kama kanisa tunaandaa utaratibu wa rambirambi na tutaziwasilisha kwa familia, lakini tunawaacha na fungu la Ufunuo 21 mstari wa 4 inayosema Yesu atakapokuja tutafutwa machozi yote, na tunaamini siku moja asubuhi iliyo njema tutaonana na mama yetu. Pole sana familia, pole Gwantwa. Amina. Asante, poleni sana. Nafikisheni salamu zetu za pole Sakina SDA Church. Niweze kuomba marafiki zangu hawa wanatambulika kwa jina Majilani. Majilani tafadhali karibu. Wakati Majilani Ilazo wanakuja, niombe mjumbe block C na D Ilazo. Mjumbe block C na D Ilazo tafadhali utakaribia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa niaba ya majirani wa Ilazo Extension na
tumejiwekea utaratibu kabisa wa michango yetu kupitia mtandao. Naomba kwa heshima kubwa tukabidhi shilingi 790,000. Kama sio mtoto au ndugu au mtu yoyote ambaye amepewa jukumu la kupokea rambirambi hizi, tunaomba tukabidhi. Asante sana, utasogea tu pale vizuri. Sogea pale tu ukakabidhi vizuri ili kusudi tuweze kuendelea. Asante sana. Wakati tunaendelea kumkaribisha rafiki yangu mjumbe wa block C and D, mjumbe kutoka block C and D Ilazo, niombe Mzee Mkama ulipo popote tafadhali. Mzee Mkama, naomba unisaidie unikaribishie mtu aliyekuwa upande wako wa kulia, uniletee katika viti vyeupe hapo mbele. Yesu asifiwe. Amina. Mimi ni mjumbe wa block C na D. Tuna mchango wetu, tumechangisha 110,000. Naomba kuwasilisha. Asante sana na poleni kwa kupoteza rafiki yenu. Ninatambua uwepo wa Kilaini Girls. Kiraini Girls. Tafadhali Kiraini Girls, karibuni. Hapa ni pala ambapo mama yetu huyu alisoma shule ya sekondari. Bwana Yesu asifiwe. Tulioko hapa mbele yenu tumesoma na marehemu shule ya sekondari ya Kiraini Girls iliyoko Rombo. Tumesoma naye kuanzia form 1 mpaka form 4. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake. Tumefunga safari kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kumwaga mwenzetu, na huwa tuna mipangilio yetu hata kule Mbeya tuna mwenzetu mmoja yupo kwa atatuwakilisha. Kwa hiyo tunatoa pole sana kwa familia, kwa watoto wa marehemu na ndugu wote wa marehemu. Na katika kikundi chetu tuna mipango yetu ya kutoa rambirambi zetu. Kwa hiyo msiba utakapokwisha tutakuja kuwaona watoto, kuwapa pole zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tunashukuru kwa kutupa nafasi. Asante na poleni sana kupoteza rafiki yenu wa ulevu. Serikali za mitaa Ilazo, tafadhali karibu. Serikali za mitaa Ilazo, karibu. Serikali za mitaa Ilazo. Wakati serikali za mitaa Ilazo anajiandaa kuja, tafadhali naomba rafiki zangu hawa idara ya uhasibu Wizara ya Afya, kama sijakosea, kama mpo karibu tafadhali karibuni. Mwakilishi idara ya uhasibu afya, karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nimesimama sio kwa idara ya uhasibu, nasimama kwa niaba ya katibu mkuu Wizara ya Afya pamoja na kitengo cha uhasibu na fedha Wizara ya Afya. Tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa msiba uliotokea huu. Katibu mkuu anatoa pole kwa dhati na anaapa familia, naomba wapate faraja kutoka kwa Mungu. Sisi kama Wizara ya Afya, Dr. CPA Saria Mwakipunda Helen amefanya kazi Wizara ya Afya zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo kazi amekaa muda mrefu zaidi ya miaka 15 akiwa Wizara ya Afya. Kwa familia ya Wizara ya Afya imehuzunika sana na imesikitishwa sana. Tangu alipoanza kuugua tulikuwa bega kwa bega. Siku ya kwanza ilipotokea, Wizara ya Afya ilichukua responsibility mpaka anapelekwa Benjamin operation. Wizara ya Afya ilimchukua kama mlezi na mtumishi aliyofanya kazi kwa muda mrefu baada ya kuhama. Kwa familia ya Wizara ya Afya inatoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki
na imeandaa rambirambi ambazo zipo tutaziwasilisha kwa familia pindi pale familia itakaporudi, tutakwenda kuiona kama kwenda kuihani. Asanteni sana na poleni. Asante sana. Tafadhali wanaofuata si wengine bali ni Wizara ya Uchukuzi. Tafadhali karibu Wizara ya Uchukuzi, ni mwakilishi. Karibu sana. Mara baada ya Wizara ya Uchukuzi niombe wahasibu wakuu mtafuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa niaba ya Wizara ya Uchukuzi na kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, napenda kutoa salamu na kutoa salamu za rambirambi kwa wafiwa. Tunasema poleni wafiwa. Wizara imepoteza mchapakazi ambaye amefanya kazi vizuri, na kama mnavyojua mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ipo chini ya Wizara ya Uchukuzi. Kwa hiyo hapa ninayeongea na mwakilisha Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi kwa ajili ya kuwapa pole wafiwa kwa kuondokewa na mpendwa ambaye alikuwa ni mtumishi wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ambayo ni mamlaka inayofanya kazi chini ya Wizara ya Uchukuzi. Na hapa nilipo natoa pole kwa niaba ya Katibu Mkuu Uchukuzi, na vile vile natoa pole kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya hali ya hewa. Mimi kama mjumbe wa bodi ya mamlaka ya hali ya hewa, tuseme tumeondokewa na mtumishi mahiri katika wizara, mtumishi mahiri katika mamlaka ya hali ya hewa, na mtumishi mahiri ambaye alikuwa anafanya kazi bega kwa bega na bodi ya wakurugenzi wa hali ya hewa. Kwa kushirikiana wizara, kwa kushirikiana na mamlaka ya hali ya hewa na bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa, tunaendelea kuratibu swala hili la msiba mpaka kumpumzisha mpendwa wetu. Asanteni sana na Mungu aendelee kututia moyo. Asanteni. Asante sana. Mara baada ya marafiki hao kutoka Wizara ya Uchukuzi, basi niweze kuwaleta kwenu si wengine bali ni wahasibu wakuu. Karibu sana. Mara baada ya wahasibu wakuu, basi nitakaribisha Wizara ya Afya, na kama kutakuwa na some sort of repetition, basi mtanipatia taarifa pia. It's okay. Okay, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi mimi kwa niaba ya wahasibu wakuu walio kwenye wizara na idara na taasisi, ni tuko na kiongozi wetu mhasibu mkuu wa serikali ambaye amejumuika na sisi kwa ajili ya kumwaga mpendwa wetu CPA Dr. Helen Saria Mwakipunda. CPA Helen alikuwa ni mentor kwa wahasibu wengi sisi ambao tumepita kwenye idara za uhasibu, lakini pia amekuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo ya sekta ya uhasibu, na hata kwenye haya mageuzi yanayofanyika ya uhasibu ameshiriki sana. Kwa hiyo tumepoteza mtu muhimu, tumepoteza nguzo muhimu katika uhasibu, tumepata pigo kubwa sana. Lakini pia nina salamu maalum kutoka kwa aliyekuwa mhasibu mkuu wa serikali, lakini pia alikuwa ni katibu mkuu Wizara ya Afya, Mama Blandina Nyoni. Yeye amesema alitamani sana kuja kujumuika ama hapa au Mbeya, lakini ameshindwa. Lakini anaomba, yuko pamoja na familia, yuko pamoja na sisi waombolezaji. Anasema amemfahamu marehemu tangu akiwa Wizara ya Fedha, akiwa mhasibu mkuu wa serikali, naye akiwa ni msaidizi pale mhasibu mkuu wa fungu la madeni ya taifa. Amefanya naye kazi vizuri, na mbali na kuwa na ushirikiano wa kazini, amesema amekuwa msaada mkubwa hata katika kifamilia. Amekuwa ni rafiki yake, amekuwa ni mdogo wake. Kwa amepata pigo kubwa sana,
ametupa pole. Na wahasibu wengine pia wakuu wasaidizi nao wametoa pole nyingi. Mama Rose Bandisa naye Azizi Kifili wametuma salamu zao. Kwa hiyo tumepata pigo kubwa sana, na kama unavyosema wengine walichosema ni sahihi. Alikuwa ni mpole, alikuwa ni mchapakazi, alikuwa ni mwema, alikuwa na upendo, lakini pia alikuwa anasaidia watu bila kujali. Kwa hiyo tumepata pigo kubwa sana. Sisi wahasibu wakuu huwa tuna utaratibu wetu wa rambirambi. Tunaendelea na ule utaratibu. Familia itakaporudi tutakwenda kuishika mkono na kuwapa rambirambi zetu. Tunasema pole sana familia, lakini tunawaacha neno la faraja kutoka katika Ufunuo 14 sura ya 14 mstari wa 13. Nasema heri wafao katika Bwana, maana sasa taabu zao watapumzika katika taabu, lakini matendo yao yatawafuata. Kwa tunaamini yote aliyofanya ataenda nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana kiongozi kwa salamu hizo, lakini pia poleni sana kwa hili ambalo limetukuta sote kwa pamoja. Katika orodha yangu hapa nina kundi limeandikwa hazina, lakini pia nina rafiki zangu wameandikwa wahasibu. Kwa kuna wahasibu afu kuna wahasibu wakuu. Sasa zikana uandishi basi ikawa ni hivyo. Kwa basi niweze kuomba hazina. Niombe mwakilishi wa hazina, karibu kwa ajili ya salamu za pole. Na mara baada ya hazina nitamleta kwenu mkurugenzi mkuu wa TMA. Atakuja hapa kwa ajili ya salamu za pole. Asifiwe. Amen. Kwa niaba ya katibu mkuu wizara ya fedha, wahasibu ni kada ambayo iko chini ya wizara ya fedha. Ni watu wetu na ajira zao mwanzo zinaanzia wizara ya fedha. Tumepokea kwa mshtuko mkubwa sana kifo cha dada yetu, shangazi yetu, mama, rafiki, ambavyo kama wengi waliokwisha kutangulia kusema, alikuwa ni mchapakazi sana, alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni mtu mwenye ushirikiano sana. Kwa kweli pengo lake hakika halitazibika. Tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Tuwashukuru watu wote ambao tulipigana kwa namna moja au nyingine, wauguzi tulioenda kumfariji wakati anaugua, lakini basi Mungu amempenda zaidi na tunabudi kuendelea kumwombea kwa Mungu ampokee katika safari aenda. Na sisi kama wizara ya fedha tuna utaratibu wetu wa rambirambi. Nadhani tunamalizia uratibu, nadhani pindi familia ikirudi tutaenda namna ya kipekee, nasi tuungane na wenzetu kuwashika mkono. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Asante sana na poleni. Niweze kutumia fursa hii kwa ajili ya kumleta kwenu mkurugenzi mkuu ambaye yeye ni mwajiri, alikuwa ni mwajiri wa mama yetu. Karibu sana kwa ajili ya kuweza kutoa salamu za pole. Ima kwa wale ambao wanaweza wakafuatilia kutokea mbali, wanahitaji kufahamu ibada hii ama kushiriki pamoja nasi, unaweza kumwambia tu akaingia katika YouTube akaandika Dodoma Central SDA Online TV, basi atapata huduma hii mubashara kabisa. Karibu sana mkurugenzi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana ni mwema wakati wote. Basi niweze kusema machache. Mara ya mwisho tulikuwa Arusha. Tulikaa na CPA Helen, tukajaribu kuzungumza mengi na kupanga mengi kwa
ajili ya kuifanya taasisi yetu iendelee kuwa taasisi bora kimataifa na katika dunia kwa ujumla. Na alikuwa na michango mingi na tumepanga mambo mengi ya kufanya, lakini tukapata taarifa kwamba amepata hiyo changamoto. Tukaendelea kuungana pamoja na wenzetu wanafamilia katika kuhakikisha kwamba tunatimiza majukumu yetu na wajibu wetu kama mwajiri. Lakini Mungu achaitwe Mungu. Niwatie moyo tu kwanza kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo na sura ile ya 4 aya ya 7, ambayo Mtume Paulo anasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. CPA Helen amefanya utumishi uliotukuka katika taasisi yetu. Ameacha alama. Amekuwa mama, atabaki kuwa mama. Amekuwa kiongozi, atabaki kuwa kiongozi. Amekuwa mwalimu, atabaki kuwa mwalimu. Na nasema atabaki kuwa mwalimu kwa sababu ameacha alama ndani ya mioyo yetu. Niwashukuru sana watumishi wenzangu kutoka mamlaka ya hali ya hewa. Kuna watumishi wametoka mahali mbalimbali katika Tanzania, wengine Mtwara, Kilimanjaro, Mbeya. Tumeungana hapa pamoja kwa sababu ameacha alama katika mioyo yetu. Na tuombe tu kwa kila mmoja wetu, tutamani kuacha alama katika maisha haya na katika utumishi wetu. Kila siku iwe fursa ya kuacha alama, na sisi tutamwenzi CPA Helen Salia Mwakipunda kwa kuyafanya yale ambayo alikuwa anatamani kuyafanya kila siku. Niombe tu kwa wote, tutamani kuacha alama katika mioyo ya watu. Tamani kuacha alama kwa jirani yako. Tamani kuacha alama kwa taifa hili. Mwenyezi Mungu awabariki, na tunazidi kuwa pamoja na familia. Kama mwajiri, namshukuru mjumbe wa bodi, ameeleza mengi tayari. Taratibu zote na wajibu wote wa sisi kama waajiri tumeendelea kuufanya na tutaendelea kuufanya. Asanteni sana. Asante sana kiongozi wa kazi, ambapo mama yetu alikuwa akifanya. Na sasa niweze kutumia fursa hii kwa ajili ya kuuliza kama kuna yeyote ambaye waidha nimeghafilika, ulituma mtu aje andike jina lakini akasahau, basi nitoe fursa hiyo sasa. Asante. Mchungaji na viongozi wetu wa dini pamoja na waombolezaji wote, nitumie fursa hii kwa ajili ya kuweza kumkaribisha ima kuwakaribisha wala ambao wamejiandaa kwa ajili ya kusoma wasifu wa marehemu. Karibuni sana. Asante. Wakati marafiki hao wamesimama hapa, niweze kuomba sasa kundi letu la mwisho, kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma Kati. Nikaribishe na utasogea pale kwa wafiwa ili kusudi kuweza kutoa salamu za pole. Wakilishi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma Kati, tumia kisemeo hiki.
Yesu asifiwe. Wasalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote naungana na wenzangu ambao wametangulia kuwakaribisha katika kanisa hili ambalo mpendo wetu Helen alikuwa akiabudu pamoja nasi. Tunawashukuru kwa jinsi ambavyo mmetukimbilia katika kipindi kigumu tangu msiba huu unatokea. Wengi hamkusita na hamkuweka mipaka, na hata kwenye majukumu ya kijamii mmeungana pamoja nasi. Ni makundi mengi ambayo sitakuwa na muda wa kuwataja kwa jinsi mlivyojitolea, lakini tunachowaombea tu kama kanisa, Mungu awabariki zaidi pale mlipotoa, mkakirimiwe zaidi. Kwa niaba ya wazee wa kanisa hili wapatao 20, ninasimama mbele yenu kuwashukuru, lakini pia kuwaombea kwa Mungu kwa jinsi ambavyo mmejitolea katika kipindi chenu, mkatoa muda wenu na mali zenu katika kufanikisha tukio hili muhimu katika historia ya maisha yetu. Kanisa halikubaki nyuma. Hata kabla ya msiba wa ndugu yetu, kanisa lilishiriki kwa ukaribu, na hata huduma ya kichungaji ilitolewa pale hospitali muda mfupi kabla ndugu yetu hajalala. Na tumeendelea kutoa hiyo huduma pale nyumbani, na huduma yetu bado haijakoma. Na hata baada ya safari, kanisa limeandaa utaratibu, litaendelea kutoa huduma ya kiroho kule Mbeya baada ya mwili kuwa umefika. Kwa niaba ya wazee wa kanisa na kwa niaba ya waumini wote, ninawashukuru kwa jinsi mlivyojitolea. Na sisi kwa upande wetu kama kanisa, baada ya familia kurudi, tunaandaa utaratibu wa kwenda kuwaona nyumbani. Mungu awabariki sana. Asante sana. Karibu sasa wanafamilia kwa ajili ya wasifu. Microphone hii hapo pia inaweza ikatumika, ambayo iko mbele yenu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fuatao ni wasifu wa Dr. CPAT Helen Saria Mwakipunda. Helen Hudson Saria alizaliwa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 1966 katika kijiji cha Olmolo, wilaya ya Siha, katika mkoa wa Kilimanjaro. Marehemu ni mtoto wa kwanza kati ya watoto 8 wa familia ya Bwana Hudson Saria na Bibi Lilian Saria. Helen alikulia katika kijiji cha Lerangwa na Old Mosh Tela, ambapo aliishi maisha ya furaha ya kujitolea katika jamii yake. Mama alibatizwa mwaka 1966 katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, usharika wa Olmolog uliopo West Kilimanjaro, wilaya ya Siha. Alipata kipaimara katika kanisa la KKT usharika wa Tela Mande Old Moshi 1981. Mwaka 1990 Helen alibatizwa na kuwa mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Chang'ombe, na baadaye kuhamisha ushirika wake kwenda Temeke mkoani Dar es Salaam. Baadaye alihamia katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni mwaka 1997. Hatimaye umauti umemkuta akiwa mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma Kati lililoko mjini Dodoma. Mama alianza elimu ya msingi katika shule ya msingi Olmolong mnamo mwaka 1973 na kumaliza darasa la 7 mwaka 1979 na kujiunga na shule ya sekondari ya wasichana Kiraeni mnamo mwaka 1980 na kumaliza kidato cha 4 mwaka 1983. Aliendelea na kidato cha 5 na 6 katika shule ya wasichana ya sekondari Jangwani
mnamo mwaka 1984 hadi 1986. Baada ya kumaliza kidato cha 6, alijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria kwa muda wa mwaka mmoja na kutunukiwa cheti cha uhodari wa kazi jeshini. Helen aliendelea na masomo yake ya juu katika Chuo cha Uhasibu Dar es Salaam, ambapo alitunukiwa stashahada ya uhasibu mwaka 1989. Mwaka 1996 aliendelea na masomo ya juu katika fani ya uhasibu CPA katika Chuo cha Uhasibu Arusha na kutunukiwa cheti chake cha CPA. Mama aliendelea kujiendeleza na masomo. Mnamo mwaka 2000 alitunukiwa shahada ya uzamili katika Chuo cha Usimamizi wa Fedha IFM. Mwaka 2017 CPAT Helen Hudson Saria Mwakipunda alitunukiwa shahada ya uzamivu wa utawala wa biashara, yani PhD katika Chuo cha Paris School of Business cha Ufaransa. Hapo ndipo jina lake lilipobadilika na kuitwa Dr. CPAT Helen Saria Mwakipunda. Pamoja na hayo, Dr. CPAT Helen alishiriki semina mbalimbali katika nyanja mbalimbali hususan za biashara na uhasibu ndani na nje ya nchi. Huduma za kiroho. Dr. CPA Helen aliipenda kazi ya Mungu na kujitoa kutumika katika nafasi mbalimbali ikiwemo ukaguzi wa hesabu za kanisa na shemasi. Mnamo mwaka 2017 alijitoa na kuwekwa wakfu kutumika kama mwinjilisti. Pia alikuwa mwanachama wa Amo na Dorcas aliyejitolea sana. Mama hakuwa mtu wa kusikia tu kuhusu kazi ya Mungu, bali alihifadhi moyoni mwake na kuhakikisha kwamba Injili inawafikia hata walioko gizani. Alikuwa na mzigo maalum kwa wafungwa, mara nyingi akisema hata wakiwa gerezani roho zao zinaweza kuwekwa huru wakampokea Kristo. Aliwaunga mkono na kuwaombea waliopeleka Injili gerezani. Ingawa Dr. CPA Helen amelala usingizi wa mauti, uaminifu wake katika utumishi haukutetereka, na tuna uhakika kuwa maombi yake, sadaka zake na imani isiyotikisika imepanda mbegu zitakazostawi na kuzaa matunda kwa vizazi vijavyo hata tutakapokutana tena katika uzima wa milele. Dr. CPAT Helen Hudson Saria aliajiliwa katika Wizara ya Fedha mwaka 1991 kama mhasibu daraja la 3. Oktoba 2001 alipandishwa cheo kuwa mhasibu daraja la 1 na mwezi Disemba 2001 aliteuliwa kuwa mhasibu mkuu fungu 22. Deni la serikali, Wizara ya Fedha. Alihamia Wizara ya Afya kama mhasibu mkuu kuanzia mwaka 2006 hadi 2023. Umauti umemkuta mama akiwa mkurugenzi wa fedha katika mamlaka ya hali ya hewa. Ndoa na familia. Helen Hudson Saria alifunga ndoa takatifu na Bwana Absalom Obeth Mwakipunda katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni mnamo mwaka 1997.
Mama alijaliwa kupata watoto watatu wa kike ambao ni Deborah au Gwantwa, Lilian na Charity. Alikuwa mama bora sana na kila wakati alikuwa mstari wa mbele kusaidia familia, jamii na watu wote waliomzunguka kwa ujumla na kuwachukulia kama ndugu zake. Mama alianza kuumwa ghafla mnamo tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2025 na kupelekwa katika hospitali ya Rufaa General, kisha kuhamishiwa hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma mpaka umauti wake. Mnamo tarehe 14 mwezi wa 3 2025 saa 10:15 jioni, mpendwa wetu aliaga dunia. Marehemu ameacha watoto wake wa kike watatu, Deborah Gwantwa, Lilian na Charity Nina. Shukrani. Pamoja na majonzi makubwa tulionayo, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya Helen. Alikuwa mtu wa watu, alijali sana familia yake, ndugu zake na watu wote wa karibu. Maisha yake yalikuwa mafupi yaliyojaa furaha, amani, upendo, hekima, kujitoa kwa ajili ya watu wengine na uchapakazi. Hakika alikuwa mfano wa kuigwa katika jamii yake ilimzunguka. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa wale wote waliotukimbilia katika kipindi hiki kigumu. Shukrani zetu za dhati ziwaendee wanafamilia wote wa kwa Mwakipunda, kwa Saria, kwa Mlai, kwa Ngondia, ambao kwa pamoja walitutia nguvu katika kumhudumia mama yetu, wakiwemo pia na majirani, marafiki kutoka kazini. Tunawashukuru sana. Kanisa pia la Waadventista wa Sabato waliendelea kutoa huduma tangu siku mama anapopata tatizo pale nyumbani. Waliotusaidia walikuwa ni wainjilisti waliokuwa wameenda kufanya huduma ya maombi. Hivyo mama alipougua ghafla walitusaidia kumpeleka hospitalini na walikuwa pamoja nasi hata saa ya mwisho mama alipolala mauti. Tunathamini kila neno la faraja, sala zenu na matendo ya upendo mliotuonyesha wakati wa kuuguza, hata katika wakati huu wa msiba. Vile vile tunapenda kuwashukuru wahudumu wa afya katika hospitali ya Benjamin Mkapa, kitengo cha ICU. Walipambana sana kwa ajili ya uhai wa mama kwa kujitolea bila kuchoka, na wale wengine wote walioshiriki ikiwemo hospitali yetu ya General kutoa huduma za afya. Tunajivunia kuwa na madaktari, manesi, watoa huduma katika hospitali zetu kama ninyi, kwani mlifanya wepesi katika kutoa huduma kwa mpendwa wetu popote pale tulipohitaji msaada. Tukiwaita nanyi mlituitikia, tunashukuru sana. Vile vile tunapenda kushukuru mwajiri wake, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, ambao wamekuwa pamoja nasi katika kuguza na hata wakati huu. Tunapenda kuwashukuru Wizara ya Afya ambao walikuwa kama ni familia sasa kwa mama, kwa yeye kuhudumu muda mrefu, na pamoja na kwamba mama alikuwa amekwisha kuhama, lakini mmetukimbilia kwa namna ya pekee. Tunawashukuru sana. Tunawashukuru Jangwani Girls, Kiraeni Girls, mlitukimbilia sana. Hakika tunajivunia kuwa na kina mama kama ninyi. Tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa wale wote mliofika hapa kushiriki pamoja nasi katika wakati huu mgumu wa ibada hii ya faraja. Uwepo wenu, maneno yenu ya faraja na sala zenu umetupa nguvu sana. Ingawa maumivu ya kumpoteza ni makubwa, tuna faraja ya kujua kuwa haturudi nyumbani peke yetu, bali tumezungukwa na ndugu, marafiki na jamii yenye moyo wa upendo kwa mama, kama wa mama yetu. Urithi wake utaendelea kuishi ndani yetu
kupitia upendo wake, mshikamano na imani aliyoieneza. Mungu awabariki na awalinde nyote. Asanteni sana kwa kuwa nasi. Bwana alitoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Asante na poleni sana sana kwa msiba huu mzito. Sema kwamba upendo wake haukuwa na mipaka. Alikuwa ni mama wa kila mtu, mwenye moyo wa dhahabu. Alifanya kazi kwa bidii kuhakikisha familia yake iko salama na yenye furaha. Daima alihimiza sana nidhamu, uaminifu, kujituma katika kila kitu. Leo tunamlilia mama yetu mpendwa, lakini pia tunasherehekea maisha yake yenye thamani kubwa sana. Aligusa maisha ya wengi na alama yake itaendelea kudumu vizazi na vizazi. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena. Karibisha sana mchungaji kwa ajili ya utaratibu wa ibada. Mungu awabariki. Wakati tunaendelea kupokea maneno ya faraja, nipende kutambua uwepo wa kila mmoja wetu amefanya tukio hili la faraja liweze kuwa na nguvu. Na yumkini katika watu ambao wamewasilisha rambirambi zao, huenda wewe hukupata nafasi, lakini uwepo wako hapa ni rambirambi kubwa ambayo inatambulika na sisi sote, lakini Mungu wa mbinguni pia anatambua rambirambi yako. Ninatambua uwepo wa viongozi wa wizara mbalimbali kama ambavyo zimetajwa hapa, naweza nikashindwa kuzirudia, lakini basi nitambue uwepo wa viongozi wakuu wa wizara, makatibu wakuu mlioko hapa, makamishna mlioko hapa, na wakurugenzi katika wizara mbalimbali mlioko hapa, lakini watumishi wote wa serikali na taasisi mbalimbali, uwepo wa majirani na wengine wote, mabibi na mabwana, washiriki wa makanisa ya Waadventista wa Sabato na wengineo wote, Bwana awabariki sana. Lakini basi nipende kutambua uwepo wa wachungaji na viongozi wa dini mlioko hapa. Kipekee kabisa niombe msimame muweze kutupungia mikono. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mchungaji kwa uwepo wako katika ibada hii, umeleta mbaraka mkubwa sana. Katika ibada hii tumehudumiwa na tunaendelea kuhudumiwa na watumishi wa Mungu. Tunaye mzee wa kanisa, mzee Kajiru, ambaye ametuhudumia. Unaweza ukapunga mkono kwa watu wa Mungu. Na tunaye ndugu yetu mzee wa kanisa Magasta, unaweza pia ukapunga mkono. Mimi ninayesimama hapa mbele yenu ninaitwa Zeti Batista Ndola. Mimi ni mwenyekiti wa ibada ya leo, lakini ndiye mchungaji wa zamu wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato Dodoma Kati. Atakayetulisha neno la faraja anaitwa mchungaji Tungaraza Bosco. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huyu yeye ni kiongozi
wa kanisa hili ambaye anafanya kazi kama kiongozi wa uwakili, mkurugenzi wa uwakili na maendeleo ya kanisa katika jimbo la Tanzania Rift Valley. Makao yake makuu yako kule Babati. Wao wanashika mkoa wa Singida, Manyara na Arusha. Kama nitakuwa nimekosea, basi ni kidogo sana, nitakuwa nimepata 99.99. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kwaya ambayo inaitwa Ladies of Faith, kwaya ya Ladies of Faith yenyewe ni kwaya katika kanisa hili, ni miongoni mwa kwaya katika kanisa hili. Watakuja kuimba, na baada ya wimbo nitamkaribisha mchungaji Bosco Tungaraza ili aweze kutupatia maneno ya faraja. Jambo moja ambalo ninalifahamu ni kwamba daktari, mnaweza kuja, daktari CPA Helen Saria Mwakipunda katika kanisa hili ameacha alama. Hakuwa ni mtu wa kusema sana. Akina mama fulani huwa wanasema sana. Yeye hakuwa mtu wa kusema sana. Alikuwa ni mama wa vitendo. Kwenye hilo jengo la kanisa kubwa, kama lingeangaliwa kwa ndani, kuna alama ya mama Helen Mwakipunda. Yeye alikuwa akija anaweka hela. Kuna mtu fulani alikuja hapa, kiongozi wetu, akasema weka alama zinazoonekana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya waimbaji hawa, mchungaji, karibu. Yesu arudipo, tutasahau masumbuko ya dunia na tutaishi maisha ya utukufu. Tutasahau shida, ni furaha ya milele. Tutasahau shida, ni furaha ya milele. Asubuhi njema twangoja, Yesu arudipo, tutasahau masumbuko ya dunia na tutaishi maisha ya utukufu. Tutasahau shida, ni furaha ya milele. Tutasahau shida, ni furaha ya milele. Hakuna magonjwa, hakuna vilio, wala hakuna huzuni. Tutarukaruka tulokombolewa, ni furaha ya milele. Hakuna magonjwa, hakuna vilio, wala hakuna huzuni. Tutarukaruka tulokombolewa, ni furaha ya milele. Tutamuona Bwana wetu huko mawinguni,
atatuvika taji zetu za ushindi, na tutashika mikono na ubavuni mahali alipopigwa, mimi nawe tuokoke. Mahali alipopigwa, mimi nawe tuokoke. Tutamuona Bwana wetu uko mawinguni, atatuvika taji zetu za ushindi, na tutashika mikono na ubavuni mahali alipopigwa, mimi nawe tuokoke. Mahali alipopigwa, mimi nawe tuokoke. Hakuna magonjwa, hakuna vilio, wala hakuna huzuni. Tutarukaruka tulokombolewa, ni furaha ya milele. Hakuna magonjwa, hakuna vilio, wala hakuna huzuni. Tutarukaruka tulokombolewa, ni furaha ya milele. Hakuna magonjwa, hakuna vilio, wala hakuna huzuni. Tutarukaruka tulokombolewa, ni furaha ya milele. Viongozi wote wa serikali katika idara mbalimbali, watoto wa marehemu, ndugu zake, dada, kaka, wale wote mliosoma naye, kanisa la Mungu aliye hai, viongozi mbalimbali wa dini kuwakilishwa na mchungaji wa kanisa hili na baba mchungaji aliyetambulishwa pale, wakazi wa eneo la Ilala, ndugu jamaa wote na marafiki, awali ya yote niwape pole sana ya msiba tulionao. Baada ya kuwapa pole katika huzuni nzito iliyotawala mioyo yetu, bado kwa uzuri wa Yesu Kristo hainizuii kuwasalimia Bwana Yesu asifiwe. Enda wakawa watu wa imani nyingine, tumsifu Yesu Kristo. Enda wakawepo wa imani nyingine, auzu billahi minashaitani rajim, wassalamu alaikum. Wenda wasiwepo wa imani yoyote, nanyi tunawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wapendwa, tumekusanyika hapa si kwa tukio la furaha, bali kwa tukio la huzuni. Nyakati hizi ni ngumu sana, hasa kwa sisi tunaoshika maiki kusema. Zinaweza zikawa ni nyepesi kwa aliyekaa, lakini ni ngumu mno kwa aliyeshika maiki. Unamuuliza Mungu, niseme nini? At the peak and pinnacle of life, katika kilele cha maisha, miaka 59 analala. Ndio tu sasa amepata PhD kiserikali. Huo ndio umri wa kiuteuzi sana, maana ndio umri wa experience kubwa, kipindi ambacho ndio sasa unaweza ukashangilia kutumika kwa mapana yake. Ndio mtumishi wa Mungu analala. Lakini vaa wewe viatu, utafute neno la kuambia watoto hao. Miaka 3, 4, 5 iliyopita wanampoteza baba, bado kidonda akijapona. Leo tena katika uzoefu wa umri wao mdogo wanalazimishwa kusoma risala
wanajitahidi kuwa na furaha, wanasoma vizuri, wanasema mama, lakini mioyo inaumia. At such a moment, what can you say? Kuna saa binadamu unakosa cha kusema, na yule mwenye hekima ni yule ambaye katika imani yake moyoni tu anatamka neno na kusema, Mungu ingilia kati, faraja ya mbinguni ikapate kufanya kazi. Neno la kibinadamu la kumwambia mfiwa nalo limeshachosha, ni pole tu, hamna neno jingine. Pole 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 pole, ni wimbo uliozoeleka kila siku. Ndipo katika nyakati na saa kama hizi hatuna namna nyingine, ni kumgeukia Mungu aliye chanzo cha uhai na kumuuliza Mungu, unasema nini katika nyakati kama hizi? Hivyo ninawaalika watu wote tuliopo hapa katika imani zetu na uelewa wetu, tulisikie neno la Bwana. Kifo hakizoeleki. Mauti ni adui wa mwisho kabisa ambaye Mungu atamwangamiza. Atazidi kututesa na kututesa na kututesa mpaka siku Yesu atakapomkanyaga mauti na kusema mauti imemezwa, wala haitakuwapo tena. Na kifo kina ubaya na kina uzuri pia. Uzuri wa kifo hakichagui. Tusio na hela kinatulamba, wenye hela kinawalamba. Tusio na elimu tunacho, uwe na elimu hiki hapo. Wengine kwenye nchi zao wanatuita sisi ni nyani, tunakipata, lakini na wao huko pia wanacho. Uwe wa chama hiki cha siasa unacho, uwe wa chama kile cha siasa unacho, uwe jinsia yake unacho. Mjinyanyue mseme sisi ni haki za kina mama 50 kwa 50, mnacho. Mwe wanaume mnacho, watu wazima wanacho, watoto wadogo wanacho. So kifo hakichagui. Na ndio maana Qur'ani katika sura 2 ikatenga kusema, Surat Anbiya na Surat Al-Imran, sura ya 3 na sura ya 5. Sema kul au nafs alau al-maut. Kila nafsi iliyoumbwa na Mungu itaonja mauti. Hiyo ni Qur'ani imeandika, ikitaka tu kutuambia ya kwamba wote we are succumb to death, yani watu wote tuko katika mielekeo ya kufa. Lakini baadaye maandiko ya Biblia sehemu nyingine yanasema wote hatutalala. Biblia yenyewe inatoa wazo ya kwamba wako wengine watakutwa hai. Kifo kimechanganya watu. Hata umeona siku hizi katika moja ya namna tumechanganyikiwa majeneza yanavyotengenezwa. Mimi natokea Mwanza, ni mwenyeji mno wa jiji la Mwanza. Najua pote wanapotengeneza majeneza. Kaenda bwana mmoja ameanzisha mradi wa kutengeneza majeneza, kakuta jeneza limetengenezwa kama mtumbwi. Jingine limetengenezwa kama kiatu cha mtu. Jingine limetengenezwa kama BMW limewekewa na matairi chini. Yote ni mahangaiko ya mwanadamu kutaka kujifariji, kwa sababu changamoto ya kifo imetupita wote. Haina cha wasomi kwamba mtatengeneza jopo mkijadili kifo, hamna. Hamna kwamba nyie ndio watunga sera wa serikali mkae basi mtunge sera ya kifo, hamna. Tengeneza sera ya maji, sera ya umeme, sera ya mamlaka ya hali ya hewa, mkuu wangu tatengeneza. Lakini nani anaye uwezo wa kutengeneza sera ya kifo? Hayupo. Lakini napoanza kusema neno hili, na wahakikishieni ni mmoja tu ametengeneza sera ya kifo, naye si mwingine bali ni Yesu Kristo mwenyewe. Yeye ametengeneza sera ya kifo. Kifo kimechanganya. Mimi sasa nimesali madhehebu mengi sana, lakini nimejifunza habari ya madhehebu mengi kwa sababu uchungaji ndio kazi yangu. Lazima nijifunze mengi. Ukienda kwa Wahindu na Wabudha, katika kuchanganyikiwa kwao, wao wamefikia mahali wakasema kifo kinapotokea si kwamba mtu anakufa, ila anabadilisha the state of life. Hali yake ya uhai inabadilika. Pamoja na Wabahai, wao wanasema
mtu anapokufa ni kwamba amebadilika, anatoka katika maisha ya mwanadamu, anazaliwa katika kiumbe kingine. Maana ukienda kwa Wahindu, wao hawali chochote chenye uhai, hata sisimizi hawamkanyagi. Maana anaamini akimla sato, kumkata sato, anaamini amemkata dada yake aliyekufa miaka mingi iliyopita. Hawali viumbe vyenye uhai, maana wanaamini ndugu zao waliokufa zamani wamezaliwa katika viumbe vingine. They have changed into the state of life from human being to other beings, kwenda katika viumbe vingine. Lakini ukija katika madhehebu mengine pia, Indonesia wao wanasema ndugu zao huwa wananyamaza kwa muda. Kwa hiyo kila mwaka wanawafufua ili kuzungumza nao. They embalm the body, wanachukua ile miili, wanaitengeneza vizuri, wanaikandakanda, wanaivalisha suti, wanaweka chakula, wanakula nayo. Hiyo yote ni katika hali ya kuonyesha kifo ni zaidi ya akili ya mwanadamu, kimetuchanganya. Na ndio baadaye madhehebu pia za dini zikazaa mazungumzo ya kujifariji. Huko kwingine ilikokuwa zamani, mtu anapokufa kuna mambo 7 tunamtendea. Moja kati ya hayo mambo 7 ni kumswalia ili Mungu akampunguzie kitu kinaitwa adhab al-kabri, adhabu za kaburini. Na hiyo ibada itaendelea kufanyika ili kumsaidia kule kaburini asiteseke. Wengine walipoona hivyo wakasema hapana, ili kujitia moyo, roho huwa hazifi, zinaenda mahali, zinakaa, ziko hai huko, huenda zikawa zinachomwa moto, zinateseka, hivyo lazima tufanye ibada ili kuziokoa, ziame kutoka kwenye mateso, ziingie katika raha. Lugha ya kujifariji. Lugha nyingine ya kujifariji ni RIP, rest in peace, apumzike mahali pema. Na hiyo ni lugha iliyozoeleka, hata ukienda kwenye vyombo vya habari, Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema. Lakini kwa sababu leo mmepata fursa ya kuja hapa, basi tuitumie hiyo fursa kidogo sana kupata elimu chache juu ya kifo, alafu nitakuwa nimemaliza ibada ya mchana wa leo. For us to understand what is death, we have to reverse the formula of life. Ili tuelewe kifo ni nini, tunatakiwa tufate formula ya uhai ilikuwaje sisi tukawa hai. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, mimi yote yako kichwani kwa hiyo usihangaike hata kufungua. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, anasema Mungu akamuumba mtu. Akamuumba huyu mtu, alafu baadaye tendo la pili alilolifanya akampulizia pumzi ya uhai. Na alipompulizia pumzi ya uhai, huyu mwanadamu akawa ni nafsi hai. Nisikilize, hatua iliyofanyika ni mbili. Moja, God created, Mungu aliumba mwili kama wa dada yetu hapa Ellen. Mwili huu alivyoumba ukawa huko hivi hivi jinsi ulivyo. Hauzungumzi, hauna utashi, hauna dhamiri, hauna kitu chochote, wala hauwezi kufanya kitu chochote. Ila baadaye Mungu he breathed into the nose, akapulizia pumzi ya uhai. Na neno pumzi ya uhai wametumia neno la Kiebrania nefesh. Nefesh maana yake ni kanuni, the principle of being alive. Kwa hiyo mwanadamu akaishi kwa kuunganika na Mungu. Mungu ndio chanzo, anatoa uhai, mwanadamu anaishi. Sasa kifo ni nini? Kifo ni pale uhai unapokoma kutoka kwa Mungu. Full stop. When the source ceases to give life. Chanzo kinapogoma kukupa uhai. Full stop. Yani ni sawasawa na umeme. Umeme unatoka Kidatu, saizi unatoka kule kwenye mitambo namba 8 na namba 9 na namba ngapi huko, unakuja. Umeme unapokuja, umeme ukikatika, maana yake ni kwamba chanzo kimegoma kutoa umeme. Full stop. Kwa hiyo huku mnakuwa giza. So saizi mama yetu Ellen yuko katika hiyo hali, umeme umekataa kutoka kwenye chanzo. Yani yeye mtoa uhai amesizi kutoa uhai. Ndio tunasema amekufa. Maana yake ni kwamba there is nothing in her. Hakuna cha habari ya roho wala habari ya nini. Ni kwamba chanzo cha uhai chenyewe kimeacha kutoa uhai, kwa hiyo tunakufa. Hivyo wewe saizi uko hai si kwa sababu ya ujanja wako. Uko hai kwa sababu chanzo chenyewe ambacho ni Mungu bado anaendelea kukupa pumzi ya uhai. Walionielewa na wanapungia mkono. Just like that. Haya maujanja mnafanya, maujanja kuonea watu maofisini, mnatumia vibaya uhai ambao Mungu anatupa. God is giving you life to live according to his will. Uishi kwa mapenzi yake. Una ujanja. Nilikuwa namuona mtu fulani alikuwa ananifurahisha. Anasema unajua, ili tuishi sana inabidi tule, tuzingatie kanuni za afya. Nikasema hiyo sentensi ni ya kijinga.
ya kijinga. Wapendwa, kanuni za afya hazituongezei uhai. Kanuni za afya zinatusaidia uhai tulionao tuuishi vizuri. Uhai unatoka kwa Mungu mwenyewe. Na ndio maana unaweza ukashangaa mtu ni mlevi ameishi paka na miaka 90. Na wewe ulikuwaga unywi pombe 42 kacha. Sijasema kunywa pombe ni halali. Nielewe vizuri. So tushike kanuni za afya si kama kigezo cha kuishi siku nyingi. Tunashika kanuni za afya ili huu uhai tulionao, hata kama nitaishi miaka 20 niishi kwa furaha bila mateso. Sio kwamba ili niishi miaka mingi. Hiyo sentensi nayo pia inaweza ikawa haina ukweli ndani yake. So mwanadamu anapokufa ni kwa sababu chanzo kinachotoa uhai kimeacha kutoa uhai. Kwa hiyo ukiliamini hilo nililolielezea, habari ya roho zinalazwa mahali pema haipo. Ila tunaichukua kama sentensi ya jumla, sentensi ya kiserikali, hivyo tunaishi. Tunakubali maisha yaende. Lakini kiteolojia sio kweli. Hamna mahali ambapo roho zinatunzwa. Hamna mahali ambapo Mungu anasema anaziweka roho ili ziendelee kuishi. Ni kwamba sisi tunapokufa, hiyo mnayoita roho ilikuwa ndio pumzi inayotoka kwa Bwana, na kwa sababu Mungu ameacha kuitoa hiyo pumzi, uhai unakatika. Then hapa mama amelala, hajui chochote. Hata mngekoa, hata tungelia, hata tungefanya nini, hajui chochote na hata jua mpaka Yesu atakaporudi mara ya pili. Pointi ya kwanza. Pointi ya pili, kama kifo ndivyo kilivyo, Mungu anasema nini juu ya maisha? Sikia katika kitabu cha Ayubu 14. Maisha ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake si nyingi, nazo zimejaa taabu. Maisha ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Mama alikuwa na miaka 59. Salamu za lambilambi zinasema alikuwa mkongwe tegemezi, ndio alionekana senior. Miaka 59 ndio alionekana senior. Hata hapa ukitazama kuangalia, nikauliza wenye miaka 70 wachache mno, hawazidi hata 7 hapa ndani. Siku za wanadamu zimekuwa ni chache. Tena sio tu chache, Mungu anasema nazo zimejaa taabu. Umeenda, mama amesoma shule hapo ya Uchagani hapo, amemaliza kakimbia Jangwani, kamaliza kasoma hiyo shule na wenzake ni Jangwani Girls hapo. Amemaliza mama kasoma, yani mpaka 2017 mama bado alikuwa anapekua vitabu. 2017 mama bado anapiga PhD Paris. Ameenjoy nini? Aya, miaka 26 umemaliza UDSM au Mzumbe au UDOM hapo. Unamaliza tena ulikuwa unasoma masomo ya udaktari, unakesha paka macho yanakuwa mekundu. Umetoka hapo umeingia ajira serikalini. Nisikilize kwa makini, siku si nyingi nazo zimejaa taabu. Unaingia ajira serikalini na hapo umesomea kupasua maiti. Unaanza kucheza na maiti. Maiti nyingine imekufa imeachama, nyingine imekufa imechana msambo. Unacheza na maiti. Mara kidogo unaona mshahara ni mdogo, unaenda kuongeza mshahara. Unaenda kusoma masters, kama mshahara kanaongezeka. Haya, umemaliza. Umeoa binti kutoka Tanga. Ulali kwa furaha ndani. Ni maneno 752.3. Ukiingia unalo, ukitoka unalo. Uje umebeba tikiti unalo, uje hujabeba tikiti unalo. Haya, umefurahia nini nayo maisha? Umefurahia kitu gani sasa? Bado unamaliza hapo, umeoa na huyo binti wa Kitanga, anaingia bosi ofisini akupendi. Mara kidogo umepigwa uhamisho Loliondo. Ukakae na swala kwanza upate adabu. Kiwa Loliondo mara unaanza kusema na logo, unaanza kukimbia kwa waganga. Unamaliza kukimbizana na waganga, una miaka 46, daktari anakupima, anakuambia naona tezi dume yako ina sentimita 5. Alafu maneno ya daktari yanakuja, usile nyama, usile chumvi, usinywe soda na vitu vyenye sukari. Sasa wewe unaishi nini? Kama nyama na sukari ya uli, unaishi nini sasa? Yamejaa taabu.
imejaa taabu. Nani ana raha hapo? Who is happy? Wengine mmeenda serikalini, mko na vyeo huko vikubwa, umezungukwa na bodyguard. Ukitoka yuko nyuma yako kama pochi. Ukienda huku yuko hapa. Una furaha gani sasa? What makes you happy? Una muda wa kukaa na watoto wako. Safari kila siku. Unakimbizana juu chini juu chini juu chini, mara una mashamba ya parachichi Mbeya, mara huko Mbeya. Yaani vurugu. Maisha yamejaa taabu haya. Na sasa kama maisha yetu ni mafupi, huu ndio ushauri wa mchungaji kabla sijaenda kumalizia somo. This is pastoral advice to you. Kama maisha ni mafupi, thamini sana maisha ulionao leo. Thamini maisha. Thamini watu. Hebu angalia huu umati wote. Ni ishara ya kukwambia huyu mama aliishi maisha mazuri. Ni ishara ya kukwambia huyu mama alikuwa na uhusiano na watu, aliheshimu watu. Hao rafiki zangu wametoka Sakina, mimi ndiko niliko huko kwenye kazi. Sakina Arusha. Mimi sijawahi kuona mtu amekufa na ziko na marafiki zake wa primary. Wao kipindi hata WhatsApp haipo. Simu zile za kukoroga. Wamekuja hapa. Wewe utazikwa na nani? Unaishije na watu? Kacheo tu kadogo usalimii watu. Ukikuta watoto wa jirani wanacheza mpira kwenye geti lako, nyinyi washenzi, mnajua thamani ya hii rangi? Subiri ufe sasa ndio utawajua washenzi halisi. Maisha ni mafupi. Haya. Wanaume wenzangu, maisha ni mafupi. Kuna wake 4. Maisha haya. Mmoja tu ni changamoto. Wewe una 4. Kila hii barabara paka Mwanza una kituo. Dereva, weka Singida hapo. Kitoka Singida weka Sherui. Weka Nzega, utawamaliza. Utawamaliza hao wanawake hao. Kila siku wanazaliwa wazuri. Kila siku. Ukimpata huyu ukasema huyu sasa natulia. Ukitoka tu kapita barabara ya Yudomu hawa hapa. Si ukae tu na huyo mmoja maisha yaende, umsubiri Yesu arudi mara ya ngapi? Mara ngapi? Maana hata Waswahili wanasema zimu ilikujualo alikuli likafanya namna gani? Ikakwisha. Mke tu mmoja saa hizi tunalia machozi. Mmoja. Wewe una ubavu gani wa kuwa nao 4? Maisha haya ni mafupi. Juzi ameshauri Dr. Janabi, pombe inatanua mishipa ya moyo. Mwingine daktari mwenzake kaandika kamwambia, umeona wapi chupa ya bia imetanuka? Na maisha haya mafupi. Bado watu wametopea kwenye ulevi. Wako baa asubuhi mpaka jioni. Fahari yao yote iko baa. Inua chupa kwenye stuli ndefu, Na maandiko yanakwambia wala walevi hawataingia mbinguni. Kama kuna dini yoyote inakufundisha kwamba pombe, nataka nikwambie kaichunguze mara 2. Mimi nataka nikutie moyo mchana wa leo. Maisha haya ni mafupi, kayatumie vizuri. Kwa wanandoa, pendaneni. Love each other. Mpende mwenzi wako. Hata kama ana kasoro. Hamna mwanadamu asiyekuwa na kasoro. Maana Biblia inaniambia kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote tumetenda dhambi. Wote, uwe mchungaji, uwe shehe, uwe nani kiongozi. So long as wewe ni mwanadamu, Biblia inasema for all have sinned. Wote tumetenda dhambi. Hata wewe mke wako kuna mahali anakuvumilia. Wenda ukilala unakoroma kama kiboko, amevumilia. Lakini alishawahi kushare na wewe maumivu ya kubeba mimba miezi 9? Siku tu Mungu mbinguni aseme sasa jamani sasa swala la mimba tutashare. Miezi 4.5 ya kwanza itakaa kwa tumbo la mwanamke. Ile 4.5 ya pili ile ya kwanza kula malimao na udongo itakaa kwa mwanaume. Wanaume wote tungekata rufaa. Ushawahi kujua uchungu wanaopitia wakina mama? Mimi nilimshuhudia mke wangu huwa anajifungua kwa operation. Sasa ile ya pili, mtoto wetu wa pili, nikakimbia Mwanza, nikatoka kazini Mwanza, nipo hospitali, nikaingia ndio nikamkuta ananiambia, "Daddy saini haraka saini." Niweke saini ili wampeleke kwenye operation. Ninapomwangalia, paka naona kama analia.
mwishoni mwa siku nikasema hata kama mke wangu atanitendea nini nitasamehe for that experience. Wale huko tubize, Junior, chao mwanangu hapa, twende watu wajue nina mtoto. Unajua uchungu wa kumbeba miezi 9. So tupendane. Let's love each other. Pende mke wako, tusameheane wapendwa. Maisha ni mafupi. Na watia moyo wote mliokuja katika kanisa, tuache visasi. Maisha ni mafupi. Samehe. Usibebe mizigo moyoni, samehe tu. Yule ambaye unaona alikuumiza sana msamehe, alafu mweke kando. Mbaki tu kusalimiana za asubuhi, hata namba futa, lakini samehe. Songa mbele. Maisha ni mafupi. Lakini akina mama marafiki zangu, na nyie kadogo alafu nimalize somo. Punguzeni mahangaiko. Mama zetu mnahangaika sana. Mara mmepaka maudongo usoni. Hata ujui sura ya mtu. Mara mmehangaika umebeba hereni 850.2. Mara mko mmekaa na vijana mmenyoosha miguu mnasuguliwa mpaka humu mpake rangi. Mara huko saluni una miaka 45 unaenda kuweka likichwa kwenye mashine za umeme. Watu wa Mungu. Na mmesikia saizi kuna makansa ya ajabu, makansa. Saizi kuna kansa hadi ya kidole gumba. Moto. Na wote nyie ni wasomi, wote mna degree hapo. Hata tu kugugo tu kwamba rangi za miguu za kucha zinachanganywa na nini. Hilo hata halihitaji dini, it needs your brain. Inahitaji akili za shuleni tu, za kawaida kabisa. Ugugo tu uandike rangi za kucha zinatengenezwa na nini, ndipo utakuta mule, alafu uamue mwenyewe. Wao unaona switch ya umeme paka wanaiwekea li plastiki likubwa, wanaashia hadi miti. Wewe unaenda kuweka kichwa chako kwenye umeme. Upate nini? Miaka 47. Waachie hata mabinti wa miaka 20 basi. Si ukubali zama zimekupita. Bado unataka nini? Mala mapiko, paka maudongo usoni. Lakini Mungu huwa ni mwema. Hata ukiyapaka, ukicheka tu sura yako inarudi pale pale ilipokuwa. Ukicheka tu mikunjo hii hapa. Punguzeni mahangaiko. Be simple, be natural. Furahia uzuri Mungu aliokupa jamani, haleluya. You're so beautiful. Nyinyi ni wazuri. Wanawake wa Kiafrika ni wazuri by nature. Nilikuwa naangalia ka clip hapa nikacheka sana. Nako hapa kwenye simu wameweka jeshi la China la wanawake. Hivi mwanamke vyembamba kama namba 1. Vinapiga kwachu kwachu kwachu. Vyembamba hivi. Alafu likapitishwa jeshi la Kongo. Wanene kama hivyo viti. Huo ni upendeleo pastor. Ya kwamba udongo wa Afrika ni udongo mzuri. Jamani semeni amina. Be at peace, tulieni. Chini mahangaiko haya ya maeleni, madude mazito na manini. Nako ni kukosa tu elimu, vikuongezee kitu gani? You're beautiful. Mtunga Zaburi anasema tazama nimeumbwa kwa namna ya ajabu, na ya kufanya namna gani? Ya kutisha. Hata kama una kipilipili chako, shangilia. Ponda ponda parachichi, weka na asali, paka kichwani, kipilipili kinawaka. Sasa maneno 3-4 ya Mungu juu ya kifo. Nisikilize kwa makini, naenda mwisho sasa. Achana na hayo yote niliyosema katika vitabu mbalimbali. Na sikiliza Mungu mwenyewe anachosema juu ya kifo, ili hata nyie watoto wa marehemu, rafiki yangu Viki, wote dada za marehemu mlioko hapa, mpate kujua kifo Mungu anakisemeaje juu ya kifo. Alafu mwishoni mwa hubiri la leo tuta appreciate ya kwamba pamoja na kifo Mungu bado ni mwema sana. Sentensi ya kwanza, Mungu anasema ina thamani sana machoni pa Bwana mauti ya mcha Mungu wake. Mimi na wewe hapa saizi tumeumia. Moyoni ni kama vile tunalaani Mungu, kwa nini? Maswali ni mengi. Lakini Biblia inasema pamoja na kuumia kwenu, mbinguni wanasema ina thamani sana mauti ya Helen mchana wa leo. Neno thamani wanatumia neno la Kiebrania kokad. Kokad maana yake ni madini yanayong'aa. Kumbe nyie kifo mkikiona katika hali hii, mbinguni wao wanaona Helen kwao ni almasi. Ni kitu cha thamani kubwa sana.
wakati maiti ikifia nje ya nchi mkiwa mnasafirisha kwenye ndege, wanagonga hapo, wanabandika na strip, wanasema a good of no value, mzigo usiokuwa na thamani. Lakini mchana wa leo nawaambieni, hata wangebandika makaratasi pote, hata ndege nzima wakiandika mzigo usiokuwa na thamani, mbinguni wanasema sawa, hiyo ni duniani, lakini kwetu mcha Mungu anapokufa, hiyo mauti ina thamani sana. Moja, mbili, sentensi ya pili. This is very theological, lakini nitaisema katika layman language. Katika Yohana 11 mstari wa 25, Yesu kwa maneno yake anasema, amini amini nawaambia, mimi ndimi huo ufufuo, kweli na uzima, koma, yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Nisikilize kwa makini. Wote mmejifunza, wote hapa mmeenda shule. Siku hizi Tanzania elimu ni bure. Kuna kitu kinaitwa nyakati au tenses in English. Listen to that language, there is tense in it. Amini amini nawaambia, aniaminie mimi, ajapokufa, past tense. Atakapokuwa amekufa, wakati uliopita hali timilifu. Atakuwa anaishi, wakati uliopo, tendo endelevu. Kumbe sisi tunamuona Helen amekufa. Kama Helen alimwamini Mungu, kwa Mungu ajafa. Hamjanielewa bado. Ngoja niwashukie hapa. Unajua nyinyi ni wateja. So let me come closer. Sisi kwetu Helen amekufa, lakini kwa Mungu anaishi. Sasa unisikilize nikutafsirie kutoka kwenye lugha ya asili ya Biblia. Mama, ndio eneo langu mimi nililojidaia. Kama nyewe mlivyo na PhD za fedha, mimi ninaamini na elimu ya Biblia.